Nitatoa njia ya kuweza kuifunga nyumba, njia ya kuifunga nyumba yako, wachawi wasiichezee na wanga pia wasiichezee. Lakini pia njia hii unaweza kuitumia kuifungua nyumba ambayo kwamba imefungwa, nyumba ambayo kwamba haikaliki, vibwengo wanaisumbua, mashaitani wanaisumbua na vitu kama hivyo. Njia yenyewe ya kuifunga nyumba ama kuifungua nyumba ni kupitia hizi aya ambazo kwamba zimeandikwa hapa. Hapo unavyoona hii ni Ayatul Kursi imeandikwa, tumeandika katika kila kifungo hapa kuna Ayatul Kursi 50. Unaona hapa ziko Ayatul Kursi 50. Taban hii si kwa ajili ya kusomea, ni kwa ajili ya kazi ambayo kwamba naieleza. Hizi ni Ayatul Kursi 50. Kwenye kila kifungo hapa tumeziandika kupitia taban mashini. Sasa nyumba yako unataka kuifunga, hakuna haja sijui kwenda sijui kufukia mbuzi sijui kufanya nini, kufanya matakataka ya kishirikina ambayo kwamba yanakuletea nuksi katika maisha yako, lakini yanakuharibia imani yako. Sisi tunachukua hii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sasa unachukua hizi, manake ni kila moja imesema ni ngapi? 50. Umeona idadi yake? Sasa unachukua kwa idadi maalum, unaweka katika chupa kidogo, kwa sababu ukitumia hivi peke yake karatasi itauza. Unachukua katika chupa ndogo unaweka, alafu unaweka katika pembe zote za nyumba, pembe zote za nyumba. Taban ziko baadhi ya ayat ambazo kwamba unaweza kutumia pia wakati wa kufukia ile nyumba. Ukishaweka katika pembe zote, ujue hiyo nyumba yako tayari ushaifunga. Na hii ni njia ambayo kwamba ni mujarrab, tumetumia katika kutibu ama katika kufunga nyumba nyingi na zikafungika. Unafunga katika nyumba, pembe zote za nyumba, na ile sehemu ambayo kwamba ya kuingilia ile kama ngeti ama ni sehemu ambayo kwamba ndio uingie katika nyumba yako, unafikia pale. Basi sahiri yoyote, chawi yoyote, mwanga yoyote hawezi kuja kuingia katika hiyo nyumba. Akijaribu kuingia, basi atakutana na kishindo kikubwa ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampiga nacho kupitia hizi ayati takatifu ambazo kwamba zinakuwa zimefungwa katika hiyo nyumba. Hii ni njia ambayo kwamba ni mujarrab. Ukifanya katika nyumba yako, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa hifdhi na atakupa kinga. Hii ni faida kubwa sana ambayo kwamba nimependa kuitoa siku ya leo.